Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili, na tumayu mwili wa afya hapo sehemu ambako unapatikana. Na tuanzie habari zetu na huko Baraka ambako kamanda wa vikosi vya wazalendo kundi la SNPCC katika mji wa Baraka Chalumba Leonard amewataka raia wa mji huo kuondoa shaka, kwani wanakesha kwa ajili yao licha ya risasi zilizosikika jioni ya siku ya pili. Taarifa tunazo ni kwamba hali ya usalama imeonekana kuzorota katika eneo zimoja za mji wa Baraka, hivyo na kupelekea shughuli nyingi hasa za kibiashara kuzorota kutokana na milio ya risasi. Hata hivyo, TV yako ilitamani kufahamu nini sababu ya hali hiyo kuzorota. Kamanda wa SNPCC katika mji wa Baraka Chalumba Leonard ametoa mwangaza kwenye line ya simu. Nilipata dugudugu za kusema kama bato zinaingia Kavoke eneo ya soko, ya kusema kwamba kunaingia vikosi vyenye vijulikane. Mimi peka nikajidone kuongea na uongozi ukaniambia bangali batauliza, na wakati uongozi ulisema bangali batauliza, kisha komanda sopa wa pale Mboko akasema ya kwamba pale watu wanapaswa kurudia. So wakati nilipendekeza kuongozi amri yenye nitafanya, bakaniambia kama nibaingize hapa Baraka. Wakati mie peke nilikuwa kule kuplaje ya Mwibaze, niliona batu ya mbavu bakafika pale bakanipiga masase kama mimi naruhusu batu waingie, lakini mbele ya kubaingiza niliita mzee William Kutumba akaniambia nibaruhusu waingie. Sasa ile ndio masase yenyewe mulisikia baba nilipiga ndio mie. Meli imeegesha na ilikuwa hema wakina nani? Labda hilo watu wangependa kujua. Haijaegesha bado, meli haijaegesha na haiafika mweneo yetu, ingali mbali sana wale watu tulishawajua. Sababu habari zinakuwa nyingi, wa mwingine wanasema ni waasi wanakuja ndani ya meli. Alafu wewe kama kiongozi wa SNPCC hapa ungetoa mwangaza katika meli kulingana na uongozi wako, wanasema ni wanani wako ndani? Uongozi wangu uliniambia wale watu ni watu wa serikali. Na ndio niliwaruhusu waingie. Sasa wale watu ndio walianza sasa kunipiga masasi. Watu wa mbavu ndio walianza kunipiga masasi. Tulikuwa na watu wengi pale. Watu wengi walikuwa pale kuplaje. Kwa sababu kuna kuwa na mkutano kati yenu. Je, kweli mnawaza haitakuwa na matokeo mabaya wakati meli itaegesha hapa Baraka, Kamanda Chalumba? Ile meli inaweza kuegesha Baraka, na mzee alishaniambia ya kwamba pale batu wabaya hakutakuwa shida. Na tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba ujumbe wa mashirika na vuguvugu za kiraia uliotoka mjini Baraka na kwenda Uvira kwa ajili ya kukutana na msafara mkubwa wa mawaziri toka Kinshasa umetaja kuridhishwa na mazungumzo aliyoyaendesha kati yao, ikiwa ni pamoja na kuwapa vifaa wazalendo kwa ajili ya usalama wa wananchi. Akizungumza na TV yako, Bwana Orfea Munyaka Mengele, kiongozi wa vuguvugu la CGOP mjini Baraka na aliyekuwa katika msafara huo, ameanza kwanza kuonyesha yapi mahitaji waliopelekea msafara huo. Tashukuru kwanza raia wote wa jiji la Baraka, raia wote wa tarafa la Fizi ambao walijumuika pamoja kumuomba Gasita aondoshwe, na kweli Gasita hayupo tena kama vile kiongozi. Tunasubiria sasa yule ambaye atatumwa na nafasi yake. Tulikuwa Uvira kwenye ziara ya kupokea delegation ambayo ilitoka Kinshasa kwa ajili ya kutaka
watusikilize na sisi tuwasikilize kile ambacho walikuja nacho mdomoni na moyoni mwao. Na kwa kweli tuliona mambo yalikuwa mazuri. Tulizungumuza na delegation, tukawapatia ma declaration yetu ambayo ndani mwake tulikuwa tunaongelea mambo mengi zaidi sana ambayo inayohusu usalama katika eneo zetu za Fizi, Baraka, Uvira na vile vile kazi za maendeleo ambazo tunatarajia kuzitekelezwe na serikali ya Kongo. Tulichowaomba wafanye nguvu, wadote wazalendo na logistike yote ile, kwa sababu ya wapate kurekipere zile zone ambazo zingaliki sous control ya enemy wa M23. Tuliomba pia wajitahidi sana kutokuafekte ba militaire ya FRDC ambao bako soupçonné comme ba traître, kwa sababu wanaweza endelea kukamatisha mingini yetu. Pia tuliwaomba kwamba wajitahidi zaidi sana kuorganize ile rade. Rade ni kitengo ambacho kinaweza saidia hao wazalendo kupata kukua encadré, na wakati wataenda kuiorganize vizuri, basi hata wazalendo ambao wanaoenda wanatafuta mambo fulani na wasipate, basi wataenda kuona kwamba wanalelewa vizuri na serikali na watatumika kazi kama ipasavyo. Tuliomba mdeclaration yetu wapakue respect ya ile itinéraire ya projet ya construction ya chemin de fer ama njia ya treni ambayo itatoka Tanzania, Burundi, Uvira, Fizi, Baraka Fizi mpaka Kindu. Hii ambayo wenzetu wa huko Bukavu walipenda kudetourner njia ili ipate kupita Kale, ipate kupita Walungu mpaka kule Mwenga na kuendelea. Ministre wa integration regionale ambaye ni mheshimiwa Floribert Anzuluni alifurahi sana kusema kwamba tunafanya vizuri kumkumbusha, kwa sababu hii ina revenir mu makompetence zake mu portefeuille ya ministere yake. Na alipolizwa kuhusu swala la Generali Gasita ulivyokuwa katika mji wa Uvira, Ofe Emone Akamengele alijibu yafuatayo: kusema kwamba Gasita hajaondoshwa ama Gasita ameondoshwa, tuhakikishie raia kwamba Gasita hayupo Uvira, kwa kuwa Gasita angekuwa Uvira, hii delegation ilikuwa grande delegation, forte delegation, wangemsimamisha na kusema kwamba tunatumwa na serikali ya Kinshasa kusema kwamba huyo ndiye ambaye anahitajika. Lakini kadiri ya jinsi hata wao wenyewe hawakusema neno la Gasita, sisi raia kwetu inaenda kutuonyesha kwamba hayupo, na tunachokisubiri sisi raia ambao tulimanifeste kwa ajili ya kumuomba Gasita ondoshwe ni kwamba pakuje ambayo ingine nomination ama ingine affectation ya yule ambaye atamgomboa Gasita, kwa kuwa Gasita alikataliwa na raia na serikali imejionea kwamba raia haitaki Gasita kuwa pale Uvira. Ile tunatoa kabisa dugudugu kwa mioyoni mwa raia, wasifikiri kwamba Gasita angaliki pale Uvira kutumikia pale Uvira. Hapana, Gasita hayupo kabisa, na wala serikali haiwezi tena kusubutu kukamata azimio ya kusema kwamba wamrudishe Gasita, kwa sababu itakuwa inaleta vurugu sana, na tutalala, tutaendelea kumarshe, tutafanya maaction citoyenne zote ambazo zinakuwa za juu sana. Huko Mboko ni kwamba shughuli mbalimbali zimeripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa mnamo siku ya pili kijijini Mboko. Hivyo ni baada ya meli moja iliyokuwa imebeba askari jeshi wa taifa FARDC batalioni Fuma kuegesha kijijini humo kwa lengo la kutaka kubaki hapo, ila bila mafanikio. Katika mazungumzo na TV yako, mwenyekiti makamu wa shirika la raia tarafani Fizi Bwana Samia Mimi Kortikolo amesema ni baada ya mkutano wa dharura wa usalama ndipo azimio la kutokupokea askari jeshi hao lilichukuliwa, kama anavyoeleza hapa. Tumsikilize. Hali ya taharuki kwa kweli ilitanda kijijini Mboko mpaka kusababisha aktivite zote kufungwa ghafla. Soko, maduka, masomo, shughuli za uchukuzi ama usafiri barabarani zote kushimama, na hata watu wengine walianza kukimbilia makwao, labda kuhofia usalama, wakiwazia kwamba adui ameingia kijijini Mboko. Na watu walipofuatilia tulikuwa kujikuta kwamba ni wasoda wa FARDC wa Force Naval unité ya wafuma ambao walikuwa wakitokea Uvira na kuja hapa Mboko. Objectif yao ilikuwa kurudisha maposition zote za FARDC mu entité, notama kila eneo ambako kulikuwa unité ya bamara, ila fali kuparudisha ile position. Paniki iliingia kwa watu sababu walikuja ghafla, tena walikuwa na baton, walikuwa na mavedette,
na walipofika mugezi ya Mboko wakashuka, basi watu kutanganika njo alianza kukimbia wakupoteza mamboga, sijue ilikuwa tu ni sauve kipe. Wanajeshi wale baada wenyewe kuteremuka ilibidi waelekee kwenye sekta, na huko ilibidi kikao cha rambirambi cha conseil local ya securite kifanyike, na sababu walikuja bila taarifa, ilionekana kwamba waendelee na safari ama warudi ambako walikotokea kusudi wa taarifu na waoneshe labda vitambulisho. Nikisema vitambulisho sijue telegrame fait de route yenye na waruhusu kuja kurudisha tena ile mapozisio yao. Upande mwingine, Samia ameongeza kuwa kama vile shirika la raia hawakubaliani na ujio wa askari wa Fuma ambao wanadoa mbaya kwa raia. Sisi kama vile societe civile mu niveau ya territoire ya Fizi, sekta ya Tanganyika en particulier ambako tunapatikana, ni kwamba hatupendi unite ya Wafuma mu sekta ya Tanganyika. Sababu unite ya Wafuma iko na doa ya mubaya, iko na dosari kubwa popote pale ambako wanapatikana, mubordi lake, Makazimia, Talama, Yungu, partout kote kule, kazi yao ni kuua raia. Imaginez-vous soda mwenye ko sanse kuchunga raia, ukimuima mkeke anakuua, ukimuima mbe ya Ndagala anakuua. Alors unité saa ile njoba tulete mu secteur ya Tanganyika, vraiment hatutaki. Hatujakata wasilete unité ya FARDC mu secteur ya Tanganyika, mais apana bafuma biko na doa ya mubaya na kutuletea watu wenye biko na doa ya mubaya, apana. Ile ni mzaa, ile ni blague, vraiment ile ni blague. Na huko Uvira ni kwamba mwili bila uhai wa mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Mika umeokotwa siku ya pili ya wiki tunayo ndani ya mji jirani wa Uvira katika mazingira tete. Kwa jambo hilo, vuguvugu machozi ya raia imetoa pole kwa familia, huku likiomba kwa vyombo husika kuendesha uchunguzi wa kina. Kwake Dunia Hamisi, mratibu wa muundo huo machozi ya raia, ametoa hapa picha halisi ya kifo chake mtu huyo. Tewa mu commune ya Mulongwe, mu quartier Rombe D, mu avenue banaita Kabare. Asubuhi sa tulibalituita wakasema kama wanalogota mwili ya garçon, tukaenda angalia, tukoko tunajua, tukaita police ikafika kufanya verification. Tukafika pale tukakuta ule mwenye alikufa, kuko chupa ya acide pale, kuko chupa ya acide na apart chupa ya acide kuko shindano mbili, apart shindano mbili osi na markere mbili, na preo markere mbili kuko testament yenye ule marehemu aliacha naandika ya kusema kama anajinyonga juu ya mwanamke na analomba msamaha kwa rafiki zake na wandugu zake. Sasa tuliona vile sisi kama mashirika za kiraia tukaanza tafuta, heureusement kufika ma 12h bandugu yake wakapatikana na tukajua identite yake ni Mika, ni mkaji wa Kazinzira, njo kwenye anaikalia. Sio mke wake na ni mtu tu mwenye banazoeana naye, na tulifanya ma verification tukakuta kama biko kabisa. Mtu kusema juu ya mwanamke juu kwa tukosa mwanamke na mkatala kisha njoo chome mashindano za aside na mukitofu sijui kama inaweza kwa vile. Si kama mashirika za kiraia tulilomba tu serikali ifuatilie vile vitu, maana vitendo vya hivyo hapo Uvira vimeshazidi sana, ndio kwa maana tungeomba tu serikali ifuatilie juu chanzo cha kifo chake. Na tumalizie na huko Kipupu ambako mkuu wa wazalendo wa FPDC kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii semazo kuwa yeye ana uhusiano na AFC M23. Huyo ameomba watu kuachana na habari za mitandaoni. Katika mazungumzo na TV yako, Olivier Bolingo amesema kuwa wanaosema habari hizo ni maadui wa nchi, kwani wao kama wazalendo wanatetea udongo wa nchi. Huyo ameomba wazalendo kujiunga kwa pamoja ili kupiganisha adui. Haya ni mambo ya adui na ni message za adui na ni watu wenye wanapenda kurudisha kabisa malengo yenye tunayo nyuma. Na nasema kama wataweza, kwa sababu tuko determine na
tuna kabisa nguvu na tuko determine kupigana na adui M23 na FC na Twirwaneho, kwa sababu hayo mamesaji, hayo mabari yote inaotembea kwenye mtandao, inaotembea kwenye fasi mbalimbali na maaudio kwenye radio social zinapotembeza, ni watu wenye wako nyumbani, ni watu wenye hawajui nini inapoendelea na nini kabisa iko huko kwenye maeneo, kwa sababu eneo zote za Bukunji, Tulambo, Luemba na Bindi, fazi zote watu wako salama na tunaendelea kuwachunga, kuna shida. Ujumbe ni kusema kama nchi yetu na hatutaiacha kamwe mikono ya wauni wanyang'anyi wa M23 na AFC na Twirwaneho. Tunaomba wazalendo tuwe imara, tuache mambo ya kusema sema. Nchi haitakamata mtu mmoja, nchi ni lazima tuungane, tuwe pamoja na tutetelee Kongo yetu, tutetelee nchi yetu na tuendelee kupambana maeneo zozote hizo zenye adui kwenye ipo, na tuwapige, tuwafukuze kabisa, warudi kwenye walipotoka. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Na kushukuru na nakupongeza sana wewe ambao unaendelea kusikiliza kila mara na kutupa muda wako. Ila usahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.